Sasa dada mwenzenu huyo hapa anakuambia mwanaume haachwi kwa sababu tu ana mwanamke mwingine. Si mnanielewa? Alafu msimkatae, huyu ni dada mwenzenu, kwa sababu mara nyingi naona kwenye komenti zenu mnamkataa. Sasa kwa nini mumkataa dada mwenzenu? Huyu ni mnamkataa kwa sababu anawaambia ukweli. Huyu ni dada mwenzenu, ni mwanamke mwenzenu, kwa nini huo mnamkataa? Shenzi kabisa bila kadiri wakubwa nyie. Hebu msikilizeni hapa. Dada, mwanaume haachwi kwa sababu ana mwanamke mwingine. Mwanamume haachwi kwa sababu amelala nje. Mwanaume haachwi kwa sababu umeona message za mwanamke kwenye simu yake. Mwanaume haachwi kwa sababu amechelewa kurudi nyumbani. Mwanaume haachwi eti kwa sababu yupo nyumbani alafu kuna simu imeingia pale anavoongea amejingata-ngata, sijui amejiumauma. Yaani mwanaume haachwi kwa sababu ya vitu vya kipumbavu. Yaani hivyo ni vitu vya kijinga. Na kukumbusha tu, hata utoke kwa huyo ulionaye mwenye hizo tabia, hauwezi kuja kumpata mwanaume ambaye hana hizo tabia. Yaani aliyenyooka. Hauwezi kumkuta eti mwanaume ambaye kwenye simu yake hana fundi bomba, alafu ukimpigia ni sauti ya kike. Yaani walionyookaga hawapo, ambao hawana hivyo vikolokolo. Yaani hawapo zaidi. Sasa ndio ukitoka nje sasa binti, utampata ambaye anamleta mwanamke nyumbani, mnalala wote. Hapo ndo utalia kwa uchungu eti mwanaume jamani ana mtoto nje, unabeba mabegi. Mwanaume haachwi kwa sababu ana mtoto nje. Mwanaume haachwi. Mwanaume ndo anaacha. Yaani